Ninatamani nifanye mapenzi yake, ili nifike mbinguni kwa Baba yangu. Ninatamani niishi karibu naye, ili ninywe maji ya uzima wa milele. Yesu akasema, mimi ndimi njia ya uzima, hakuna awezaye kufika kwa Baba yangu ila kwangu mimi ndimi njia ya uzima. Natamani nikuone mbinguni Baba, natamani nikuone maishani mwangu, ninatamani nikuone. Baba mtakatifu, mwaminifu, uishie na kutamalaki, Mungu wa haki, Mungu wa kweli, Mungu wa pekee. Baba, mioyo yetu ina kiu na wewe Kristo, roho zetu zina haja na wewe Masihi. Baba, miili yetu inakutamani, Simba wa kabila la Yuda. Yesu Kristo, uishie na kutamalaki. Baba, wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Milele yote ulikuwepo Baba, upo, utakuwepo Kristo Yesu. Hakika wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, usiyelinganishwa na vyote Baba yetu. Wewe ndiwe mwanzilishi wa vyote, ndiyo maana tunanyenyekea na kupondeka. Tunatetemeka Bwana, tukiwa na kiu Kristo Baba cha kusikia kutoka kwako. Tunatamani tuyafanye mapenzi yako, Mungu wa majeshi. Tunatamani tupige vita vizuri vya imani. Baba wa rehema Kristo, tushinde Baba wa rehema Yesu. Mwisho tuvikwe taji jemedari wa majeshi. Hatutamani Kristo Yesu kupotezeana muda Masihi, bali tunatamani na kutazamia Kristo Baba kurithi ufalme wako. Tupe neema, tupe nguvu Kristo, ututakase na kutuosha kwa damu yako takatifu. Hakika hakuna kitu cha thamani kuliko Baba gharama ya wokovu, kazi ya wokovu, mpango Yesu Kristo ambao uliuleta wa neema Kristo ili kumkomboa mwanadamu. Pokea sifa na utukufu Baba mwaminifu, unaishi na kutamalaki daima na milele. Baba, mimina damu yako takatifu itutakase na kutuosha toka tosi za vichwa vyetu hata nyayo za miguu yetu. Tustahili kusimama miguuni pako, tustahili kusimama mbele zako, tustahili kukuishia Masihi kwa damu yako takatifu, kwa kuwa kuna mwamba mwingine kando na wewe. Wewe ndiwe kimbilio, egemeo na tegemeo. Kristo Yesu, ni kwako tu wote wenye haki kujificha wakawa salama, maana wewe ndiwe maficho ya kweli Masihi. Na kujikabidhi kwako na nyenyekea Bwana, unioshe, unitakase, niimarishe kwa hiyo damu yako takatifu. Isinene ya kwangu bali ya kwako, Mungu wa majeshi. Wacha mapenzi yako yatendeke, sio nitakavyo mimi bali utakavyo wewe Kristo Yesu. Jina lako lihimidiwe, jina lako libarikiwe. Asante Bwana Yesu, kwa kuwa unaweza, unatenda. Ninafunga kila fikra Baba yangu ijiinuayo juu yako Masihi, kwa jina la Yesu Kristo. Narudisha chini kila uwezo na kushusha ngome zote za giza katika jina la Yesu Kristo. Maroho yote machafu ambayo huinuka kinyume Kristo Baba cha neno lako, ninasambaratisha na kuzima vyote katika jina la Yesu Kristo. Baba, kila njama na hila ya adui kusababisha Baba michanganyiko, Mungu wa majeshi, ninafutilia mbali hayo mamlaka ya kuzimu yasiyopenda neno lako lienezwe kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninapinga na kupangua kila ajenda, kila silaha za kuzimu na zisukumia moto katika jina la Yesu Kristo. Jina lako lihimidiwe na kubarikiwa Yesu. Jina lako litukuzwe Masihi, maana Kristo umeinuliwa. Utabaki kuwa Mungu wa miungu Kristo. Tamalaki watu wako, wengi ni wadhaifu Baba, kupitia neno hili Kristo, kawafungue, kawatakase Bwana, kawaoshe toka tosi za vichwa vyao hata nyayo za miguu yao, kwa kuwa wewe ndio mfalme. Wacha likatie mtu tumaini na kiu na moyo na hamu. Yesu Kristo,
ya kukujua zaidi, Mungu wa majeshi. Fungua watu wako macho sawa sawa na mapenzi yako Yesu, katika jina lako takatifu Masihi. Baba, nimeomba na kushukuru. Amina. Baba ni mwaminifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunalibariki jina lake sana kwa sababu ya uweza na fursa na pumzi ambayo ametupa tena, ya kwamba tupumue salama tokea asubuhi mpaka sasa. Ametulinda, ametuhifadhi. Basi ni wengi tu wametamani wapate masaa na majira kama haya, lakini hawakuwezeshwa. Imemgharimu mkono wa Yesu, imemgharimu Mungu mwenye uwezo. Katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba mimi na wewe tuwe basi mashahidi wa kushuhudia matendo makuu ya Kristo katika maisha yetu na katika maisha ya wengine, sawa sawa na mapenzi ya Mungu wa majeshi. Basi tunazozidi kumwomba Mungu ni mapenzi yake yatendeke. Inatupasa tuwe watu waliojawa na shukrani mara kwa mara, kwa sababu mengi Mungu anatuepusha. Tumelala, hatujui yanayojiri, mengi ambayo anatulinda, mengi laiti tungalifunuliwa, basi hatuna sababu za kumshukuru huyu Mungu anayestahili kuabudiwa. Utokapo na kuingia, mpendo, mshukuru Mungu, si kawaida. Wengi wametoka, wengi wamelala katika mochwari. Sio kwamba walikuwa wabaya zaidi, na wao walikuwa na matarajio na matamanio, na kibaya zaidi ya kwamba wengi walifariki pasipo kutengeneza na Mungu, na walikuwa na matarajio kama mimi na wewe, na walisoma maandiko kama mimi na wewe, walienda makanisani kama mimi na wewe, na hawakupata neema, hawakujaliwa kujua kweli. Kwa hiyo wengi wanalia katika vilio tofauti tofauti. Ni kwa nini wasingechukua maamuzi sahihi walipokuwa katika uso wa dunia? Kwa hiyo mimi na wewe, mwana wa Yesu, tuna jukumu la kuamua kwa jina la Yesu Kristo. Wakati ni sasa, wakati wa wokovu ni sasa. Lakini Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Tumsifu Yesu Kristo. Basi Bwana ni mwema zaidi kutukirimia neema hii na kibali ya kwamba tukaitwa wana katika ufalme, kwa kuwa wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo tu wana, warithi pamoja na Kristo. Haleluya. Ufalme wa mbinguni, mifano ambayo Mungu alikuwa anaitoa kabisa, Yesu Kristo alikuwa anaitoa kusimamia, kufundisha ufalme wa mbinguni. Ukweli ni kwamba pasipo mifano, pasipo mafumbo, pasipo misemo, Yesu hakusema na watu. Alisema na watu katika mafumbo ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Yaliandikwa katika mafumbo, yanahitaji uvuvio wa Roho Mtakatifu ili sasa tupate kuyachimbua na kuyaelewa. Ndio maana mara kwa mara tunatupasa kumwalika Roho wa Yesu, ili sasa tunapoyasoma yatuelee, tunapofundishika yatuelee, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hazina iliyositirika, ufalme wa mbinguni. Yesu akatoa mfano ya kwamba ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika. Ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni, Yesu alileta habari za toba na msamaha wa dhambi na maandalio ya kuurithi ufalme wa mbinguni ya mwanadamu. Kwa nini? Anapomwambia Herode, anaulizwa, wewe ni mfalme wa dunia? Pilato anamuuliza, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yeye anamwambia, ufalme wangu si wa hapa, ufalme wangu si wa hapa, ni wa juu. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kumbuka,
anaposema ya kwamba ufalme wake si wa hapa, lakini ni wa juu. Katika lile jaribu la pili, shetani akambeba Yesu, akamchukua, akamweka juu katika kinara kikubwa, akaanza kumwonyesha milki na fahari zote za ulimwengu na utajiri wote wa ulimwengu, na akamwambia, nimekabidhiwa vyote hivi, na mimi humpa kila ni kadri nipendavyo, humpa nimpendaye kadri nitakavyo, ila ukifanya neno moja tu, ukinisujudia na kupa hivi vyote. Lakini Yesu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu peke yako, Mungu wako peke yake. Msujudie Bwana Mungu wako peke yake. Ina maana Yesu, shetani mwenyewe anakiri ya kwamba amekabidhiwa milki. Ndio maana katika, sikiliza vizuri, utawala wake ni wa hapa kwa muda mfupi. Utawala wake ni wa hapa kwa muda mfupi. Nataka tutembee katika maandiko ili tuone utawala wa shetani ni wa muda mfupi katika uso wa dunia, na shetani yuko mbioni kwa sababu, na mawakala wake, kwa sababu anajua kwamba muda wake unakaribia, umeisha. Kwa hiyo ndio maana yuko mbioni pamoja na mawakala wake kuhakikisha wanachakachua Injili, wanabana Injili, wanazima watumishi. Na kuna baadhi ya mambo ambayo tunataka tuangalie. Ufalme, shetani mwenyewe, ufalme wa dunia anaumiliki yeye. Tuangalie katika Wakorintho wa pili 4:4. Wakorintho wa pili 4 kuanzia 4 inasema hivi. Wacha nianzie mstari wa pili. Lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli, twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea. 4, ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ambao mungu wa dunia hii ambaye ni shetani, ambao mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwana wa Yesu Kristo, cha msingi ni ujue ya kwamba shetani, ufalme wa hapa duniani, Yesu anapomwambia Pilato ya kwamba ufalme wangu sio wa hapa, mpaka na Herodi, ufalme wangu sio wa hapa, wanapomdhihaki, wanamvika mavazi mekundu ya kifalme ya zambarau, wanamwambia, mfalme wa Wayahudi, ufalme wangu si wa hapa, na kama ungelikuwa wa hapa, basi nilikuwa na uwezo wa kuagizia majeshi ya mbinguni yanipiganie, lakini kwa vile si wa hapa. Hata akamwambia Pilato, usingekuwa na uwezo wa kunitia mikononi mwako kama usingepewa na Baba yangu, ili makusudi yaliyoandikwa yatimie. Tumsifu Yesu Kristo. Yalikuwa yameandikwa. Kwa hiyo mwana wa Yesu, hali linathibitisha kabisa ya kwamba mfalme wa dunia hii, anayesukumiza dunia hii mbio, ni lile joka la zamani ambaye ni Ibilisi au Shetani. Kitabu kingine tuangalie katika Ufunuo wa Yohana 12
Ufunuo Yohana 12. Ufunuo Yohana 12 inasema hivi, tuangalie katika 7 tu, kuanzia 13. 12, 13 inasema hivi, na lile joka lilipoona ya kuwa limetupwa katika nchi, lilimfuatia mwanamke yule aliyezaa yule mtoto mwanamume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake. Hapo alishwapo kwa wakati na nyakati 2.5 wakati, mbali na nyoka huyo. Sasa basi 17, turuke twende mstari wa 17. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Mchanga wa bahari unasimamia mataifa, makabila ya watu. Bahari inasimamia dunia. Mchanga wa bahari inasimamia lugha, kabila, taifa, jamaa, wingi wa watu. Joka lilisimama sasa kufoka na kumiliki watu na kupiga vita watakatifu. Anayetafutwa alikuwa ni mtakatifu. Baada ya vita vya kwanza kufeli kule juu, kwa sababu mstari wa 7, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Alikuwa na malaika zake, maana alishawishi thuluthi ya malaika wa mbinguni. Nao hawakushinda. Kwa hiyo shetani na malaika wake hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Kwa hiyo baada ya mahali pao kukatwa mbinguni hapakuonekana tena. 9, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. 9, yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote. Sasa huyu ndo audanganyaye ulimwengu wote, mungu wa dunia hii, ambayo tumeona katika Wakorintho wa 2:4 ya kwamba amepofusha fikra za wanadamu, nuru ya Kristo isije ikawazukia wakaitii kweli. Aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Mshitaki wetu huyu, ndio maana alitembea akasimama akashitaki akitafuta maisha ya Ayubu. Basi Mtume Petro anatuasia katika barua yake ya kwamba iweni wenye kukesha, simameni mkafanye hodari, mkawe hodari, wenye kukesha katika roho, mkijua ya kwamba mshitaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka akitafuta nani ammeze. Tumsifu Yesu Kristo. Anatafuta tu mtu ambaye amejiachiachia tu debe tupu, alivae kisha atimilize ajenda yake. Mwisho utamwona mtu huyu amefanya kisanga, baadaye anaanza kusema sijui ni kitu gani kiliniingia nikafanya, nilishtukia tu nishafanya, nikishafanya sasa ndo nikajitambua. Si yeye, alijiachiachia pale akavaliwa na ile roho, maana shetani ni roho, hutafuta mwili. Vile ambavyo Mungu ni roho, shetani naye ni roho.
Sasa ikumbukwe ya kwamba ikiwa tutakosa kushikana na kuambatana na nguvu za Roho Mtakatifu, basi vile ambavyo Roho wa Yesu anabisha atutumie katika miili yetu, basi ndivyo shetani naye yule roho mchafu naye pia anang'ang'ania. Hivi ni vita hivi, nguvu mbili zinapingana, zinakinzana kwa ajili ya mwanadamu. Ndio maana tunaasiwa kabisa ya kwamba wapenzi na wasii kama wasafiri na wapitaji, ziepukeni na tamaa za mwili zipiganazo na roho. Maana zinapigana, mwili hutamani ukishindana na roho. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini mwili unawashwa na yule adui, ile dhambi, shetani, ile dhambi. Adui wa kwanza ni mwili wa mwanadamu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hawakupenda maisha yao hata kufa, bali walijitolea liwe liwalo, mimi na Yesu, Yesu na mimi, kwisha. Tumsifu Yesu Kristo. Hawana shida, ije dhiki, ije taabu, yaje magonjwa, lije nini, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Full stop. Hapo tu. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaonja neema ya Kristo, ukishaonja ulinzi wa Kristo, ukitazama kando huwezi pata msaada. Ukitazama huku pia huwezi pata msaada. Ukitazama nyuma hakuna msaada. Ukitaka kurudi nyuma, adui yuko. Tazama mbele, Kristo aliko. Endelea hivyo hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Maana ukirudi nyuma utamezwa. Ukirudi kando unaacha njia, utamezwa. Tumsifu Yesu Kristo. Safari ya imani, safari ya wokovu, ile siku ulipokula kiapo mbele za Mungu wa majeshi ya kwamba unayakabidhi maisha yako kwa Yesu, ulitangaza vita na ufalme wa giza mpaka mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wokovu ni kuhesabu gharama. Wokovu ni kuhesabu gharama, liwe liwalo. Ndio maana Paulo anasema hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Ukishindana na dhambi. Na ndio maana mitume, ikiwa tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii, na Yesu mwenyewe akiwa jiwe kuu la pembeni. Unajua Yesu ndo cornerstone, jiwe la pembeni. Ndio maana kuna nyumba ambayo inaweza kujengwa. Kila nyumba hupimwa, ukuta wowote hupimwa kwa lile jiwe la kona, lile jiwe la pembeni. Ndo huu ukuta utokeza pale. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu ndo mitume wamejengwa kutoka kwa yeye. Tumejengwa kwa msingi wa mitume na manabii, Kristo akiwa jiwe la pembeni. Jiwe la pembeni, cornerstone, ndo ina determine ukuta utakuwa straight vipi. Kwa hiyo Yesu ndo anapima kazi ya kila mtu. Ndo maana anaitwa jiwe kuu la pembeni. Anapima ukuta, anapima kazi ya kila mtu katika Kristo ikoje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. 12. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo. Ole wa nchi na bahari, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi anashuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Sasa anashuka kwetu. Ole wa nchi na bahari, ole wa dunia. Ibilisi ameshuka kwetu, anahamaki
ana hasira nyingi ya kwamba alichokikosa, ule uzuri aliyoukosa, na mfarakanishe mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu na yeye aukose. Hivyo ndo vita vya shetani. Shetani hana mbingu ya kukupa, hana mbingu ya kukupa, hana mbingu ya kukupeleka ule mji wanaoona manabii wa uongo wanaidiwa watoe kafara, waharibu maisha ya watu, wafanye hiki na hiki, kisa wanaidiwa kiti cha enzi na Lucifer, mahali ambao watakaa kwenye mji ambao huwa wanazuru chini ya bahari, kuzimu. Ule mji ni uongo wa shetani. Shetani hana mji. Isitoshe, mji wa shetani ni hapa na dunia hii mwisho. Maandiko yanasema katika Isaya 51:6, itakunjwa kama ukurasa na kutoswa katika bahari ya moto. Huo ndo ufalme wa shetani milele na milele na malaika zake. Shetani hana mbingu. Hakuna mbingu ambayo devil worshipper, hakuna mbingu ambayo mwana Freemason, hakuna mbingu ambayo mwana Illuminati, hakuna mbingu ambayo mchawi ataingia. Hakuna kiti cha enzi ambacho atapewa. Kiti cha enzi ni katika bahari ya moto. Maana maandiko yanasema katika Yohana 10:10, shetani ni baba wa uongo, naye huja kwa kazi tatu: kuharibu, kudanganya na mwisho kuua. Akisha haribu imani yako, anakudanganya atakupa ufalme, anakudanganya anakupa fedha, mwisho anakupumbaza, anavuna nafsi yako. Hizo ndo kazi tatu za shetani mapema kabisa, maana anatafuta mawakala wengi. Mungu akishuka kunyakua kanisa lake, asikose hata mmoja. Ndo ajenda ya shetani. Natafuta sasa mashabiki wengi watakao hiari kumsindikiza katika lile ziwa la moto. Tumsifu Yesu Kristo. Tahadhari. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo wa Yohana 21 nasema hivi, 21 mstari wa 8, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Sasa mchawi atarithi mbingu gani? Isitoshe, Mungu hafurahiki kifo cha mchawi, anahuzunika. Mungu hupendezwa na mchawi abadilike, atubu, apate neno la neema, neno injili ya Kristo. Mbingu hufurahia sana mwenye dhambi anapotubu, anaporudi kwa Yesu, si akiangamia. Mbingu huhuzunika kwa kifo cha mwenye dhambi, maana Kristo alileta neema na nafasi ya pili ya kwamba wote waokolewe, wote wanaomwamini. Wachawi waache uchawi, waje kwa Yesu wakombolewe. Wazinzi waache uzinzi, waje kwa Yesu wakombolewe. Wauaji waache uuaji, wafanya magendo waache yote, waje kwa Yesu waokolewe. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu. Kazi ambayo Yesu alitenda, nasema katika Waebrania, anauliza katika Waebrania, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu wa namna hii aliyotuletea Bwana Yesu? Unajua, tuliletewa neema, ni zawadi ambayo hatukustahili kabisa. Tulistahili kufa. Hatukuwa bora kuliko wale Waisraeli ambao walikuwa wanafariki jangwani siku baada ya siku kwa kuvunja Taurati. Lakini neema ya Kristo, Baba aliona hawa nisiposhuka wataisha hawa.
akashuka kutuletea neema, zawadi. Sasa neema haitufundishi tuendelee katika uovu, ya kwamba tunaishi kwa neema, tuishi tunavyotaka na tuseme ya kwamba tunaingia mbinguni kwa neema. Tutaingia mbinguni kwa neema. Si Yesu alituletea neema? Mpendwa, ni neema hii uko hai, ni neema hii bado unapumua, neema ni hii injili bado inahubiriwa, neema ni hii Yesu hajalinyakua kanisa, neema ni hii Yesu hajarudi kuhukumu watu, neema ni hii ambayo bado injili inatangazwa. Mpendwa, ya kwamba tuamini. Lakini ile siku ile dakika mwanadamu anapofariki, ndo unakuwa mwisho wa neema, ndo anajua ya kwamba Mungu ni mwenye huruma wanadamu akiwa hai. Lakini mwanadamu anapokwisha kukata roho, Mungu hana huruma tena kwa mwenye dhambi, hana huruma tena milele na milele, maana baada ya kufa ni hukumu. Tumsifu Yesu Kristo, tuthamini neema. Basi ufalme wa mbinguni unafanana na hazina iliyositirika. Mathayo 13:44. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akalinunua shamba lile. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa wokovu ni kuhesabu gharama. Kuna wakati fulani Petro alimuuliza Yesu, Bwana, tumeviacha vyote tukakufuata, tutapata nini badala yake? Lakini Yesu akamwambia, hakuna aliyeacha vyote kwa ajili yangu ambaye atapungukiwa na chochote, na wala atapata 100% hapa duniani na juu ufalme wa mbinguni. Kumtafuta Kristo, kumfuata Yesu katika roho na kweli na kumwabudu, hakuna majuto. Karama za Mungu hazina majuto. Wokovu wa Kristo hauna majuto. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Kristo inatenda kazi mwanadamu akiwa hai. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akalinunua shamba lile. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, alificha alivyokuwa navyo vyote, akalinunua shamba lile. Unajua, ufalme wa mbinguni ni kitu cha thamani zaidi. Hakuna kitu cha thamani katika dunia hii kinachofananishwa na ufalme wa mbinguni. Maisha tunayoishi hapa, maisha ya leo hapa tunayoyaona, ni kivuli cha umilele, ni kivuli cha maisha yajayo. Maisha ya hapa duniani ni mafupi sana, ni mafupi sana, na yamejaa taabu, yamejaa shida, yamejaa dhiki, yamejaa hila, yamejaa dhuluma, yamejaa machungu, yamejaa maumivu. Lakini maisha tunayoyatazamia ya umilele katika Kristo, hakuna kufa, hakuna kuzeeka, hakuna taabu, hakuna dhiki, hakuna machozi, hakuna njaa, hakuna shida. Tumsifu Yesu Kristo. Hakuna mwili huu wa kuoza, wa kuchakaa, bali mwili wa utukufu, mwili wa umilele. Tutafanana na Kristo, tutafanana na Kristo kwa jina la Yesu Kristo.
Haleluya. Kwa hiyo wapendwa, Yesu alipowaambia ya kwamba, walipomuuliza Yesu ya kwamba ufalme wa mbinguni utakuja lini, tuambie. Akawaambia, ufalme wa mbinguni hauji kwa kuchunguza chunguza, lakini nawaambieni umo miongoni mwenu. Ufalme wa mbinguni umo miongoni mwenu. Kwa nini? Yesu ameleta ufalme karibu, na ndio maana alipokuja injili ikageuka. Yesu alipokuja injili ikageuka, akaanza kutangaza, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ujio wa Yesu ulikaribisha ufalme wa mbinguni. Ndio maana anaitwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Na tukirudi katika Ufunuo wa Yohana, tunaambiwa ya kwamba 3:21, Ufunuo wa Yohana 3, nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na dunia hii na ahadi zake za uongo za dunia hii. Tumsifu Yesu Kristo. Na ufalme wa shetani na dunia hii vinapita, vyote vinapita. 5, na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu chemichemi ya maji ya uzima bure. Sasa basi, nini tena mpendwa? Yesu amekwisha kugharamikia wokovu wako. Anakuhitaji, nenda ulivyo bure. Gharama unayohitaji ni kujitoa kumtafuta. Kujitoa kumtafuta. Lakini vya shetani unalipa, kila kitu unalipa, na mwisho vinakuangamiza. Mwisho unakosa ufalme, unanunua jehanamu, unanunua mauti mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Wana wa Mungu, Yesu amegharamikia neema. Tumegharamikiwa, tumenunuliwa kwa thamani. Tumsifu Yesu Kristo. Tujitahidi wapendwa, kumuishia Kristo. Hiyo ndo hazina iliyositirika. Ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba. Kwa sababu aliwaambia umo miongoni mwenu ufalme wa mbinguni. Umilele tutakapomwamini Kristo, umilele. Maana Yesu ndo njia, kweli na uzima. Uzima wa milele, uzima wa milele ni Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ufalme, ndo uone ufalme wa mbinguni ni kukaa na Yesu, ni kuwa na Yesu, ni kumfanya rafiki, ni kumweka karibu, awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Katika kila njia umkiri yeye, umuishie yeye, maisha yako yaambatane na kukiri kwako. Tumsifu Yesu Kristo. Lazima pasipo wokovu katika Kristo, pasipo wokovu katika Kristo,
hatuwezi kuiepuka hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa katika 3:16 Mathayo, Yohana samahani, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tukiruka aya 10 baadaye katika aya ya 36, maana hiyo ni 3:16. Tukiruka aya 10 baadaye ya 36, 26 samahani. Tukisonga katika 26, maandiko yanasema ya kwamba asiye na mwana hana uzima. Tumsifu Yesu Kristo. Ina maana pasipo Yesu hakuna uzima wa milele. Utaaminije usichokuwa nacho? Tumsifu Yesu Kristo. Utaaminije usichokijua? Lazima ujue ya kwamba Yesu ndo uzima. Yesu ndo amebeba umilele. Ufufuo wetu upo katika Kristo. Maisha yetu yamefungwa katika Kristo. Na ndiyo maana nasema ya kwamba yeye ashindaye, mimi nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tena ufalme wa mbinguni, kwa hiyo umefanana na hazina iliyositirika katika shamba. Upo miongoni mwetu. Kipindi ambacho Roho anatawala hiki, ni sisi tutap tu katika hizo nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Maana nasema nimesimama mlangoni ninabisha. Kwa hiyo mpendo wa Mungu aliye hai akauliza Marko 8, itamfaidia nini mwanadamu akiupata ulimwengu wote na mwisho kupata hasara ya nafsi yake? Maana maisha ya hapa ni kivuli, wapendwa. Maisha ya hapa ni mafupi sana. Juzi tu umekuwa mtoto, unakumbuka vizuri. Leo hii umri umeenda hivi, hata watu wanaokufa, wazazi wengi sasa, wazee tena ndo wanazika vijana, ndo wanazika watoto tena. Maisha ya duniani ni mafupi sana. Ni nini kinatuaminisha kwamba tusimwamini Kristo ambaye amebeba? Maana maisha hapa ikiwa ni kivuli, ina maana uhalisia wenyewe ni baada ya kufa ndio maisha ya umilele yanaanza. Lakini umilele iko mara mbili, aidha katika mauti ya pili kwenye lile ziwa la moto milele na milele, ama katika ufalme wa mbinguni katika raha ya milele na milele. Musa akawaambia Waisraeli ya kwamba katika Kutoka 30, Kumbukumbu la Torati 30, angalieni mbele yenu mmewekewa vitu viwili, uzima na mauti, baraka na laana. Chagua kwa jina la Yesu Kristo. Inatupasa kuchagua sahihi. Inatupasa kufanya chaguo lililo sahihi kwa jina la Yesu Kristo, ili mwisho hakika tufurahie pamoja na Kristo. Kwa hiyo mwanadamu atatoa nini badala ya nafsi yake? Mara nyingi tumeshikamana na vitu ambavyo ni machukizo mbele za Mungu. Mara nyingi tumetamani kufarijiwa na marafiki hata katika uchafu. Mara nyingi tumetamani makundi yanayotupotosha. Mara nyingi tumetamani kupambwa katika uovu.
katika uchafu. Mara nyingi hatutaki kukemewa, hatutaki kupoteza marafiki, hatutaki kupoteza sifa. Tunatafuta majina na sifa za wanadamu, sifa za hapa ambazo hazimfaidii mwanadamu chochote. Mpendwa, itakufaidia nini ukipata marafiki wengi, ukipata sifa zote? Itakufaidia nini ukiishi maisha yote ya anasa ambayo utayatamani katika uso wa dunia, lakini siku ile unapofumba jicho milele na milele katika hukumu, unapoteza nafsi yako, itakufaidia nini? Tuchague wapendwa. Neema ya Kristo ikusaidie. Neema ya Kristo itufungue sote macho. Ni ombi langu ya kwamba kila mmoja atafakari sana katika nafsi yake, katika moyo wake, na ajue ya kwamba kuna siku pumzi aliyo nayo atajibu alifanyia nini. Je, uliitumia kumtukuza na kumwishia Kristo, ama uliitumia kuutukuza ulimwengu na kutukuzwa na kutukuza vitu vya dunia hii na kutukuza uchafu na mambo mengi ya dunia hii? Maana anasema ya kwamba msifuatishe namna ya dunia hii, usiige ulimwengu unavyoenenda. Tumsifu Yesu Kristo. Baba zetu wa imani walioshinda, Kristo mwenyewe, walikuwa wamejitenga na ulimwengu. Hawakuiga ulimwengu, waliambatana na ulimwengu. Manabii hawakuambatana na ulimwengu, waliambatana na njia ya Kristo vile vile walivyoelekezwa. Na ndio maana tunaambiwa tushike sana njia ya zamani baba zetu walioipitia, ya zamani. Lakini sisi tunataka tudivert, tunabadilika na wakati. Lakini Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, habadiliki. Ikiwa sisi hatuwezi kubadilika, wapo watu wanabadilika katika kizazi hiki na wanaurithi ufalme wa mbinguni, na watasimama kutuhukumu sisi ambao tunakataa, tunasema haiwezekani. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, wakati umefika tutafakari sana maisha yetu na tuache mzaha, tukijua ya kwamba wakati wowote tutahitajika. Ikiwa Kristo atachelewa, kifo humjia mtu ghafla, je, utakuwa mgeni wa nani? Nitakuwa mgeni wa nani? Tutakapolitafakari jambo hili na kuvuta hili swala la umilele karibu, ili tusiisukumizie mbali ile siku ya Bwana wa majeshi, basi tutaishi kwa kutetemeka na kumtii Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ufalme wa mbinguni ni heri upoteze vyote, heri upoteze ukose vyote, lakini usikose ufalme wa mbinguni, maana tunatazamia yote chini ya kiisha, Mwokozi atutoshe. Utajaribiwa katika sehemu, maana Ayubu alijaribiwa katika vitengo vyote,
katika afya yake ikaguswa, mali zake zikaguswa, vitengo vyote vikaguswa, marafiki wakaguswa, akamwacha akabaki pekee, Yesu akiwa kama rafiki. Lakini mwisho aliongezewa maradufu sawasawa na lile neno alilomwambia Petro, na mwisho akaurithi ufalme wa mbinguni, ya kwamba hakuna yeyote aliyeniacha, hakuna yeyote aliyeacha familia yake, akaacha vyote kwa ajili yangu, ambaye hatapata maradufu 100% hapa na juu, hazina ya ufalme wa mbinguni. Yalitendeka kwa Ayubu. Je, sisi? Kwa hiyo mwanadamu, utoe nini badala ya nafsi yako? Isitoshe, unastahili kujitoa sana. Usiangalie hali, usiangalie mazingira, usiangalie afya, usiangalie hali za uchumi, usiangalie. Mtafute Mungu wa majeshi kila wakati. Yeye ndo kibali chako, yeye ndo fungu lako. Anasema mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo kwa kinywa cha Bwana. Ina maana amri ya Kristo, maneno ya Kristo ndo uzima. Ikiwa baba zetu walienda mana jangwani wakafa, walienda mana jangwani wakafa, maana chakula kilichoshuka kutoka juu. Lakini Yesu akasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Unapoishi katika ahadi za Kristo, katika neno la Kristo, na kulishika na kulitii na kuliishia hilo hilo na hizo ahadi, basi anasema anaheshimu ahadi yake kuliko hata jina lake, na anaangalia itimize. Kila neno lililotoka kinywani mwake ulitazama alitimize. Anahitaji tu kukumbushwa. Hakika hakuna siku ambayo Yesu amemwacha mtu ambaye amejiachilia kwake. Hakuna siku, hakuna hatawahi. Tumsifu Yesu Kristo. Wana wa Yesu, neema ya Yesu iwe pamoja nasi. Hatuwezi kutoa chochote badala ya nafsi zetu. Ni heri tujitoe katika hali zote kutafuta Bwana wa majeshi, maana haya yakikoma, mbingu na nchi hizi zikikoma, maana maandiko yanasema ikiwa za kwanza ziligharikishwa kwa gharika ya maji, gharika inayofuata si ya maji, bali ni gharika ya moto. Ikiwa hizi zitakoma, maisha haya yatakoma, basi tunayo hazina juu, tunayo maisha mengine, tunayo miili mingine, tunayo uzima mwingine, tunayo matarajio. Tumaini la pekee ni katika Kristo ambaye ndo uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kutumika tudumishe utakatifu, maana kila ufalme una kanuni zake. Ufalme wa mbinguni ni mtakatifu. Yesu ni mtakatifu, na mbinguni kumeandaliwa kwa watakatifu, kwa ajili ya watakatifu. Ndiyo maana nasisitiza, iweni watakatifu, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Mioyo hii haistahili kuwabeba watu, inastahili mbebe Kristo. Inastahili mbebe Kristo. Mioyo hii haistahili ijawe chuki, ijawe uchungu, ijawe matukano, ijawe wivu, ijawe hasira, ijawe kinyongo. Mioyo hii inastahili ijawe rehema, inastahili ijawe upendo, uvumilivu, utu wema. Ndo matunda ya Roho Mtakatifu. Lazima tujifunze kuachilia, maana msipowasamehe watu dhambi zao, na Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe. Mimi nisiposamehe siwezi samehewa.
Ikiwa imekushinda kukitoa na kumsamehe, anza hata kumwombea, basi utaweza. La sivyo, wapendwa, tutafungiwa nje. Lazima tuchunge vinywa vyetu, tuchunge maneno yetu, tuchunge mioyo yetu. 4:23 Mithali, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Linda moyo wako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akusaidie, Bwana anitetee. Wafilipi 4:13, tunayaweza mambo yote kupitia yeye anitiaye nguvu. Unaweza mambo yote kupitia yeye akutiaye nguvu, Yesu Kristo. Unaweza kwa jina la Yesu Kristo. Neema ya Yesu ikufunike. Haleluya. Baba mtakatifu wa mbinguni, Mungu wa majeshi, neno lako Kristo ni tamu, jemedari wa majeshi. Neno lako linafungua. Neno lako ni chakula chetu cha uzima. Neno lako Bwana linahuisha. Neno lako linafufua. Neno lako Baba, o Yesu, linafungua watu wako. Neno lako Bwana linajaza kiu na hamu ya ufalme. Mungu wa majeshi, hakika hatustahili mbele zako, hatufai Baba yetu. Roho Mtakatifu, hiyo hazina iliyositirika ambayo ni ufalme, ni uzima wa milele Kristo, Baba, ndio tunaoutamani. Tuko radhi Bwana Yesu. Mungu mtakatifu, tuwezeshe, tupe neema ya kwamba Kristo Baba, tukaachie vyote tulivyo navyo. Mungu wa majeshi, viwe vinyongo, ziwe hila, uwe uchungu, uwe uchafu, Baba wa rehema Yesu, tuvitupilie mbali, ili mwisho Kristo Yesu Baba, tuje kwako tukiwa wepesi. Maana Kristo, hakika wewe ni Mungu Baba unayechukua mizigo yetu. Tunajileta kwako, utusafishe, utuoshe, utufunike, utufinyange Kristo, na kutuokoa kwa damu yako takatifu. Tukomboe Baba, utusafi na kututakasa kwa hiyo damu yako takatifu, ili tustahili Bwana kuita wanao, kusimama mbele zako, kukutukuza usiku na mchana, ili mwisho tushinde tukuone Yesu. Hatuna biashara nyingine Kristo isipokuwa Bwana ni kujisafisha Baba nafsi zetu, ili tukuone. Tusaidie Bwana, uinuliwe, upewe sifa, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo Masihi naomba na kushukuru. Amina.